Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya pili ya taarifa zetu za KTN leo wikendi Jumapili. Naam, tuanze na siasa. Hatma ya seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna kuendelea kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM sasa inaonekana kuwa tayari imetoa muhuri. Kamati kuu ya kitaifa ya chama hicho inatarajiwa kukutana wiki hii na kujadili pendekezo la kumbandua Sifuna kwenye wadhifa huo wa katibu mkuu wa chama hicho, huku wengi wa uongozi wakipendekeza kumkataa kama katibu mkuu. Na kama ripota wetu mkuu wa masuala ya kisiasa Chris Thairo anavyoripoti, jina la seneta wa Narok Ledama Ole Kina tayari limejitokeza kama anayeweza kuchukua nafasi ya Sifuna kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Uwepo wa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika kaunti ya Murang'a pamoja na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wakati wa mazishi ya mamake mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya kunaweza kuzua juhudi mpya za kumng'oa kama katibu mkuu wa chama cha ODM, kwani mashambulizi yake ya moja kwa moja dhidi ya baadhi ya maafisa wa chama hicho kuhusu uamuzi wa kumuunga mkono Rais William Ruto wakati ufikapo mwaka 2027 naye amepata shambulio hilo. Mshenzi mmoja ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Wewe ulikuwa unakula pesa ya Uhuru, badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Saa hii tunalia huko nje. Kupitia mitandao ya kijamii, kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed na seneta wa Narok Ledama Ole Kina wameonyesha dalili za kumuondoa Sifuna kama katibu mkuu wa chama. Katika moja ya machapisho, Ledama anasema na nanukuu, "Ukitaka kukihama chama cha ODM endelea, hakuna wa kukuzuia. Usisubiri kufukuzwa kwa sababu ndicho kitakachotokea hivi karibuni. Inatosha kwa vitisho visivyo na maana. Kelele hizi za sasa zimezidi." Mwisho wa nukuu. Vyanzo vilivyo karibu na uongozi wa chama cha ODM vinaonyesha kuwa baraza la uongozi la kitaifa la chama hicho linakutana wiki hii kujadili hatma ya Edwin Sifuna. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto one term. Kwa mujibu wa hesabu, viongozi wakuu wanaounga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto ni wengi, wakiongozwa na kiongozi wa chama Oburu Odinga, naibu kiongozi wa chama Simba Arati, mwenyekiti Gladys Wanga na wanachama wengine, ikilinganishwa na viongozi wawili wakuu, katibu mkuu Edwin Sifuna na naibu kiongozi wa chama hicho Godfrey Osotsi, ambao haungi mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto. Kama wewe uko na shida, enda tengeneza chama chako na uende utengeneze broad based yako ingine pale pengine. Lakini hiyo ndio unatupeleka ya Uhuru Kenyatta, sijui ya United Opposition ati 1 billion, hiyo enda ukule peke yako, sisi hatutaki. Ripoti zaarifu kuwa seneta wa Narok Ledama Ole Kina tayari anajiandaa kuchukua nafasi ya Sifuna kama katibu mkuu. Kwa mujibu wa katiba ya chama, ili kumuondoa katibu mkuu, kongamano la kitaifa la wajumbe lazima liitishwe ili kuidhinisha uamuzi ambao ungekuwa tayari umetolewa na baraza la uongozi la taifa la chama hicho cha ODM. Chris Thairo, KTN, Nairobi. Naam, tuelekee kwenye kaunti ya Taita Taveta.